Na mtazamaji ujambo na karibu. Jina langu ni Sam Amani, mwenzangu kwa lugha ishara ni Wilson Mushora. Karibu. Familia moja katika eneo la Huruma hapa Nairobi inadai haki kutoka kwa serikali baada ya mwanafunzi wa chuo cha mafunzo ya utabibu KMTC kupigwa risasi na kuuliwa wakati wa operesheni ya polisi katika eneo la Kiamaiko. Tukio hilo la Jumamosi jioni limezua ghadhabu miongoni mwa wakazi na kufufua mjadala kuhusu matumizi ya nguvu kupita kiasi na maafisa usalama katika mitaa ya mabanda. Haman Kamariki ana maelezo zaidi. Cheryl Adhiambo mwenye umri wa miaka 21, mwanafunzi wa mwaka wa kwanza wa masomo ya huduma za dharura katika chuo cha KMTC, sasa anaongezwa kwenye orodha ya vijana wanaodaiwa kuangamia mikononi mwa polisi. Wakati wa tukio hilo, Adhiambo alikuwa akimsaidia mama yake mzazi kuendesha biashara ya samaki katika eneo la Kiamaiko. Pale maafisa wa polisi kutoka kituo cha Huruma walipodaiwa kukamata vijana wawili waliodhaniwa kuwa na taarifa kuhusu mshukiwa aliyekuwa akitafutwa na ambaye alidaiwa kutoroka mikononi mwa polisi siku chache kabla ya kisa hicho. Walioshuhudia kisa hicho wanasema vijana hao walikuwa wanakwepa kukamatwa, hali iliyosababisha vurugu zilizogeuka kuwa makabiliano makali kati ya polisi na wakazi. Kufika hivi nafungua hivi naona maafisa wamekuja watatu. Wakikuja wakapata vijana kama wako karibu na hiyo kibanda yangu. Akashika kijana mwingine hapo wawili. Kwa washika hivi hao wakakataa wafanye nini? Waendi. Kumbe kuna vita ilikuwa hapo asubuhi na sisi hatukukuwa jua tuishi huko. Walioshuhudia wanasema maafisa walifyatua risasi kwa karibu. Dakika kidogo tunaona furugo tu kwa barabara. Sasa benye hao walitoa gari ndio tukaona kama watu wanaja kwa kibanda ya huyu mama. Nikifika jibu kwa kibanda napata kama msichana wake ameshashutiwa, amedena napata damu iko hapo. Nikampigia simu. Mama, ni watu wawili mama, hiyo barabara ni yetu na wewe. Mamake marehemu Caroline Acheng anasema alikuwa ameongea na binti yake dakika chache tu kabla ya tukio hilo, na bado anajiuliza kwa nini maisha ya mtoto wake asiye na hatia yalikatizwa kwa njia kama hiyo. Kukuja kwenda mochari nikapata mtoto wangu amelala huko. Amekufa kweli, akona bunduki hapa, amepigwa hapa ikatokea huko. Mtoto wangu damu imejaza kila pahali. Kwa barabara kwenye yalikuwa, nimeenda nikapata damu imejaza imetapakaa kila pahali. Sasa ndio nilikuwa najiuliza mtoto wangu aliiba nini na libia nani na kangeiba. Si ningeambiwa. Familia hiyo pia inadai ilizuiwa kupata taarifa muhimu, polisi wakikataa kurekodi kauli zao wala kutoa maelezo ya kilichotokea. Tukaanza kufuatilia story nini actually mwili walikataa tusione, of which venye tulisema lazima tuone mwili, ndio wakatupea chance tukampeleka mortuary. Statement walikataa tusiandike, nao wameandika walikataa tusisome. Mwanaharakati wa haki za binadamu wa shirika la Vocal Africa Hussein Khalid ameishutumu idara ya polisi kwa kudaiwa kumlinda afisa anayesemekana kuhusika na mauaji hayo. Badala ya polisi kujaribu kutuliza watu, kuonesha action is being taken by arresting the officer ambaye inasemekana anajulikana, hawafanyi hivyo. What they are doing is going back to the community, provoking people, tear gassing and all that kind of stuff. Baada ya tukio hilo, wakazi waliandamana kupinga mauaji hayo Jumamosi usiku, maandamano yaliyosababisha kuchomwa kwa mabasi mawili, huku polisi wakiendelea kukabiliana na vijana waliokuwa na hasira hadi Jumapili. Huku familia ikizidi kulia machozi mazito kufuatia kifo cha mtoto wao aliyeuawa, maswali sasa ni mengi, huku polisi wakiweza kupewa nafasi ya kueleza ni nani aliyempiga msichana huyu risasi na iwapo yule aliyehusika ataweza kutiwa mbaroni. Haman Kamariki, KTN.